Chini ya miezi 6 mtaweza kupiga simu bila malipo, na chini ya miezi 6 bado ile bridge ya Nithi itaweza kutengenezwa. Bado contractor yupo pale tayari. Ni maneno ambayo yamenukuliwa na The Standard, ambao wanamnyoshia kidole cha lawama rais kwa kuweza pia kutotimiza yale ambayo alikuwa anayasema wakati wa manifesto yake. Na hivyo rais anaonekana pia kwa suta kule kwenye mtandao wa Twitter akisema kwamba hata tulia na hata pia ruhusu The Standard chini ya Gideon Moi kuweza kumharibia jina. Tunaye Bishop Israel leo hii aweze kutuambia, je, imefikia wapi kama rais pia imefika wakati wa kupigana na vyombo vya habari katika taifa letu la Kenya. Karibu sana Bishop. Asante sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii nyingine ambayo ametupa. Karibu sana Digital News na Rasugo Media. Na jambo la kwanza tuangalie kama kuna mtu alikuwa katika mstari wa mbele kupigania media, alikuwa mtu anaitwa Rais Samoei Arap Ruto. Ndiye alikuwa nafasi ya kwanza sana kupigania media, na akasema ya kwamba vyombo vya media havipaswi kuingiliwa na mtu yoyote, na media wana ruhusa ya kuandika jambo lolote, hata kama ni porojo, wana ruhusa ya kuongea porojo, kwa sababu media inapaswa kupatiwa kipao mbele kwamba na iongee jambo lolote, kwa sababu media ndio ambayo inaambia nchi vile ambavyo nchi inaendelea. Na umekuta sasa the same person ambaye aliwaambia watu kwamba atasimamia mambo hayo yote na kwamba atakuwa kwanza kutetea media, ndio wa kwanza pia ambaye pia amegeuka media na amekuwa kigeugeu, na ndio huyo anataka kunyima wanahabari uhuru wa kujiexpress. Kwa hivyo jambo ambalo rais anafanya ni kuonyesha kwamba yeye haja kuwa mzalendo, hakuja kuwa mtu wa kutimiza ahadi ambazo aliahidi. Na tukaona kwamba yeye alikuwa anaahidi baada ya miezi 6 baada ya miezi 6 nitafanya hiki, baada ya miezi 6 nitafanya hiki, baada ya miezi 6 nitafanya hiki. Lakini kutoka miezi 6 ile ilipokuwa inatimia, alikuwa kwamba hatimizi kile ambacho amesema. Na watu wanaulizaga kwa nini rais sana alikuwa anapenda kuzungumza habari ya miezi 6. Na nikawaambia kwamba rais yeye alikuwa Mkristo mbeleni, kabla hajaingia kwenye kiti alikuwa Mkristo. Kabla hajaingia kwenye kiti alikuwa ni mtu mara mingi anapenda kwenda kanisani na kutubu dhambi zake kanisani. Lakini alipoingia kwenye kiti hiki, namba ya kwanza ni kumweka Mungu chini, na akainua madhabahu yake ambayo unakutaka anazungumza kila wakati Mr. 666. Kwa hivyo anapozungumza habari ya 666 lazima ataje yale madhabahu yale yampa nguvu, ataje yale madhabahu ambayo yanamwezesha kuongea, maana asipotaja yale madhabahu nafikiri uongozi wake utakuwa na dosari. Kwa hivyo nchi ya Kenya lazima mjue kwamba mnaongozwa na alama ya 666. Na hiyo alama hiyo ni alama ya madhabahu yake ambayo rais yuko kwa sasa. Kwa hivyo Kenya mahali ambapo imefikia kwamba uhuru wa habari unataka kugandamizwa. Kabla tuendelee Bishop, umemaanisha kwamba yale matamshi ambayo rais amekuwa akisema tangu ambapo aapishwe kwamba chini ya miezi 6 nitafanya hivi, mtapiga simu bure, yule mama mboga atakuwa anaingia kule Ikuluni bila kuulizwa na mtu, bado hadi wa leo haijatimia, na miezi 6 ni mwaka wa 4 tangu rais apishwe, bado mwezi wa 6 unakamilika wiki hii, hakuna chochote kimetimia. Labda ndio maana unasema kwamba Wakenya labda wanaongozwa na mtu ambaye anatumia nguvu zingine, sio nguvu zile ambazo wanajua kwa kawaida. Mimi nazungumza kama nabii, nazungumza kama mtu ambaye anasikiza Mungu, na hakuna wakati nimeongea jambo tu kwa sababu ya kuongea. Na mimi Mungu ameniita kama mwangaza, Mungu ameniita kama niambie watu ukweli, niambie kinachoendelea katika nchi ya Kenya. Lakini napoambia katika nchi ya Kenya sasa madhabahu inawaongoza sasa, si madhabahu ya kiungu. Madhabahu ambayo iko katika State House si madhabahu ya kiungu, ni madhabahu ambayo ni ya giza, na alama ile madhabahu ni 666. Na ndio unakuta kwamba anapoongea lazima kwanza ainue yale madhabahu, anapopiga hatua
lazima ainue yale madhabahu ya 666, ndipoza kwamba uongozi wake uzidi kuimarika. Kwa sababu jambo la kwanza ni kuambia kwamba rais alipoingia mahali pale na akamwasi Mungu, uongozi wake ulikataliwa na Mungu, kibali chake kwa watu kiliondoka, na unakuta anapoongea hata akienda kila mahali watu wanapiga kelele, Unakuta Rais Kibaki hata kama wakati alipoingia Kenya na kuinua nchi ya Kenya ndio umaskini ulikuja, lakini popote alipoingia hakuna mtu alipigia Rais Kibaki kelele, walimheshimu mpaka dakika ya mwisho. Hata uongozi wa Rais Uhuru alipokuwa mahali pale, watu walimpenda tu, hata kama alikuwa na ufisadi wake, lakini watu hawakumpigia kelele. Na yeye aliongoza na kuweka Mungu mbele, kwa sababu unakuta Rais Uhuru watu walikuwa wanasema ni mlevi, lakini hata kama alikuwa mlevi yule, walikuwa nakuta kwamba mambo mengi alikuwa anafanya, alikuwa anasema watu watauliza hapa umefika namna gani, lakini tasema ni Mungu tu, kwa sababu yeye alijua popote pasipo Mungu hakuna jambo ambalo angeliweza kulifanya. Lakini sasa unakuta rais wa sasa kwa sasa anakuta kwamba yeye hajaweka Mungu mbele. Kile ameweka mbele ni alama ya 666. Kwa hivyo anapofanya jambo lazima ataje 666. Anapoenda mahali lazima ataje 66 kwa miezi 6 kwa miezi 6, kwa sababu la alama ile hata kama hawezi kuitaja mara moja, atataja kwa mkutano huu, kwa mkutano mwingine, make sure kwamba ameweza kuyainua yale madhabahu anayeyahudumia. Na hiyo ndio inampatia uwezo wa kuendelea hata kama amekataliwa na Mungu, lakini unakuta kwamba kwa kile kipindi hiki anachoongoza, anaongoza na madhabahu ambayo si ya kiungu, na ndio unakuta kwamba amekataliwa sehemu zote anazofanya. Na wale ambao wako nyuma yake, namba wengi ni wale ambao sasa wamejiingiza kwa yale madhabahu, na ndio unakuta kwamba lazima tu wamfuate, lazima tu wawe nyuma yake. Lakini najua kwamba ukiwa na macho ya roho hauwezi imba wimbo wa rais. Ukiwa na macho ya roho hauwezi valia hata nguo ambayo ni ya chama kile ambacho ni tawala kwa sasa, kwa sababu hata sasa kutembea tuna nguo ambayo imeandikwa jina la chama kile ni kama kesi ya uhalifu, ni kama wewe ni mhalifu, kwa sababu watu hata kama ni mama mzee hawezi faa. Hata vile ulikuwa unakutaka wa mama zamani umevalia shuka ama leso za jogoo, hakuna, sidhani kama kuna mama mmoja anaweza kujifunga leso ambayo imeandikwa UDA, kwa sababu anajua akipita mahali pale atakuwa amebeba mauti. Na ni kwa sababu tu ya kitu kimoja, madhabahu inayotawala si madhabahu ya kiungu. Mungu aliondoka katika nyumba ya rais. Wakati huu si yule mtu mkabila ambaye ndio ananiharibia uongozi wangu sasa hivi, ni Gideon Moi ambaye anaiongoza idhaa ya Radio Maisha, KTN na The All Standard Media Group, na anasema kwamba hata ruhusu waweze kumharibia jina yake kila pale. Lakini pia Wakenya wameonekana pia kusimama na The Standard kuweza kuwapigania na kusema kwamba wao ndio watu ambao ama media ambayo imebaki katika mainstream ambayo inaongelelea kila ambacho Wakenya wanapitia. Na pia The Standard wamemwambia rais, hatutategea wewe mwenyewe ukuje kutuonyesha kila ambacho tunafaa kufanya. Sisi kama media kazi yetu ni moja, kuweza kutoa zile uongo ambazo rais amekuwa akiwadanganya Wakenya na kutoa ukweli wa mambo ambayo aliahidi na bado hajatimiza. Labda kwa maoni yako wafikiria mambo haya yanakwenda hadi wapi? Kwa sababu pia jambo kama hili tumeliona pale katika nchi jirani ya Uganda, wameanza kufungia media isiweze kuonanisha kile ambacho kinaendelea ama yale mambo mabaya ambayo serikali inafanya. Sasa hii ipo Kenya, labda maoni yako Bishop. Jambo la kwanza nataka nizungumzie kwanza hii jambo linaloendelea tunapoangalia kwamba ni habari ya Standard Group na pamoja na rais Ruto mahali pale. Unakuta kwamba nataka niwaambie labda mwenye Standard ni nani. Mwenye Standard ni kijana wa Moi, na unapoangalia Ruto pia ni mtu ambaye amelelewa na mzee anaitwa Moi. Moi ndiye amemuinua Ruto kufika mahali pale.
Kwa hivyo ni kama ndugu yake, ni kama mtu kupigana na ndugu yake. Na iwapo utakuta kwamba mtu anainukia ndugu yake na anaanza kupigana na yeye, inamaanisha basi hapo hizi ni nyakati za mwisho ambazo kwamba ndugu na ndugu watainukiana na waanze kupigana vita. Na kwa sababu hawa watu ni watu ambao wamelelewa na mzee mmoja ambaye ndani Toroitich arap Moi. Kwa hivyo mtu ambaye anaitwa Rais Ruto hapaswi kuongea lolote kuhusu nyumba ya Rais Moi ama kuhusu watoto wa Rais Moi, kwa sababu Moi ndiye amefanya afike mahali ambapo yeye yupo kwa sasa. Na naona katika nchi ya Kenya sasa, wakati rais ameanza kugandamiza vyombo vya habari, inamaanisha kuna mambo fiche sana ambayo serikali inataka kuficha, na kuna uhalifu fulani ambao serikali inataka kufanya na iweze kuficha wakati ambapo imeanza kuingilia media. Inamaanisha kwamba wanataka wafike mahali kwamba naweze kuban media katika mambo yote. Na mimi nawaambia kwamba uchaguzi ujao Kenya tuombe sana kwa sababu kuna mipango imepangwa ya kumwaga damu katika nchi ya Kenya. Kuna mipango imepangwa sana ya ugandamiaji wa haki za binadamu, kwa sababu na ndio sababu kwamba wanataka ku make sure wamegandamiza media, na ikifikia wakati huo wataweza kufunga media, most of the media zitaweza kufungwa kwamba isionyeshe ukweli wa kile kinachoendelea katika nchi ya Kenya, kwa sababu ni mambo ya jinai ambayo yanapangiwa katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo tuombee sana nchi hii ya Kenya kwamba ule ugandamizaji wa vyombo vya habari usiwepo, kwa sababu unapoingia katika nchi ya Kenya itageuka uone kama Uganda sasa. Uganda sasa, mauaji ambayo yanafanyika sasa na serikali ni mauaji ambayo si hawezi kubalika popote katika ulimwengu mzima. Sasa wanapokuta kwamba wamezima vyombo vya habari, inamaanisha sasa mauaji ambayo yanapangiwa katika nchi ya Kenya si mazuri. Unapoelewa Muhoozi aliweka mtoto wake kule rais wa Museveni ameweka Muhoozi kama mtoto wake kuwa amiri jeshi mkuu, na unaelewa kwamba mikono ya Museveni imejaa damu, na hivyo imejaa damu hata watoto wake mikono yao imejaa damu. Kwa hivyo kinachoendelea katika nchi ya Uganda, nafikiri kama mataifa hayataingilia, kunaenda kutokea mauaji ya jinai katika nchi ya Uganda. Na hicho ndio kitu ambacho tunafaa tuombe sana katika nchi ya Kenya, kisifikirie nchi ya Kenya, kwa sababu nchi ya Kenya tumelilia demokrasi miaka mingi, na kama kuna nchi imekuwa na demokrasi sasa ni nchi ya Kenya, ambayo imekuwa na uhuru wa kujiongeleza, ni uhuru wa Kenya. Lakini kuna roho ya udikteta ambayo inataka kuinuka katika nchi ya Kenya, na ndio naona sasa wanataka kufungia vyombo vya habari, wanataka kunyamazisha vyombo vya habari ili kwamba waanze mambo kugandamiza wa Kenya. Na pia kuna pangiwa kuwe na mauaji ya jinai katika nchi ya Kenya. Ndio sababu kumepangiwa sasa kufungwa kwa uhuru wa vyombo vya habari katika nchi ya Kenya. Labda tukimalizia Bishop, swali la mwisho, kuna baadhi ya watu na pia manabii na mabishop ambao wamekuwa wakituma habari kule kwa rais, wakimwambia kwamba kama atasikia wakati huu kile ambacho kimebaki. Kuna mmoja ambaye alikuwa anasema, na nukuu maneno yake, kwamba rais kile ambacho kinamtegea sasa hivi ni kufungwa maisha ama basi kifo itamkujia kama hatasikiza Wakenya vile wanavyosema, kwa sababu watu washamgundua, wanamuelewa zaidi, wanaelewa haki zao na sheria ambazo zinafaa zitumike. Labda kwa hayo wewe wasema vipi? Mimi najua kitu kimoja, pia hata Kenya, hata kama yatolewa na natawaliwa na roho ambao si mzuri, pia kuna wenye haki wa Mungu wanaomlilia Mungu katika nchi ya Kenya, ambaye pia Mungu anasikia maombi yao. Na hivyo pia nami ndio nasema kwamba rais, usipowasikiza wana Kenya, usiposikiza wananchi wa Kenya, na uenendee hiyo njia ambayo unaendea kimabavu, si mazuri yanamsubiri. Si mazuri yanasubiri rais wa nchi ya Kenya, kwa sababu hata Mungu mwenyewe anaweza achilia ghadhabu. Na mimi najua kwamba rais akiendelea hivi, ghadhabu pia Mungu inamsubiri. Ghadhabu ya Mungu inamsubiri, na ghadhabu ni mambo mawili. Ghadhabu ya Mungu huenda kwamba Mungu mwenyewe akamwadhibu rais, ama akamuua rais mwenyewe, na ama basi amwachilie
katika mikono ya watesi, na akimwachilia katika mikono ya watesi, inamaanisha kwamba baada ya hapo atakayeingia katika uongozi atamweka rais katika korokoro na atakaa pale mpaka kufa kwake. Na unajua kuingia kwenye korokoro, rais akiingia kwenye korokoro saa hizi sidhani kama atamaliza hata miezi mitatu korokoroni akiwa hai, kwa sababu jambo la kwanza, yeye amezoea maisha ya kifahari, kusafiri na ndege. Kwa hivyo akienda korokoroni pia maisha yake haitakuwa salama. Kwa hivyo rais asikize wa Kenya na achilie demokrasi katika nchi ya Kenya. Asipoachilia kuna ghadhabu, Mungu ataachilia ghadhabu juu yake. So hivyo mimi nasema tu kama nabii wa Mungu, asikize wana Kenya na afanye yale ambayo Mungu alimweka afanye pale. Kama hatasikia Mungu anaenda kuachilia ghadhabu yake juu yake. Labda tukimalizia, wale ambao wangependa kukufikia kwa mambo ya kiroho, wape namba. Wewe unataka kunitazama popote na ungetaka labda nikuhudumie katika mambo ya kiroho, kuna watu nawahudumia tu kwenye simu, tunaomba na Mungu anatenda na anafungua milango na anajidhihirisha. Sana sana walio katika sehemu ya ng'ambo na wahudumia tu kwenye simu, na kisha Mungu anaingilia kati, na hakika nimeona watu, maelfu ya watu wakipiga simu na kushuhudia yale Mungu amewatendea. Nambari ya simu ni 0722744672, 0722744672. Shalom, Mungu abariki.